Mimi ni mzaliwa wa Kisumu, hiyo ni Nambale sub county. Nambale sub county, Busia county. Busia county. Ango Jimmy. Yes. Ango Jimmy ni msanii wa aina gani? Anaimba nyimbo za aina gani? Ango Jimmy ni msanii ambaye anaimba nyimbo za secular. Yaani nyimbo za nyumbani za kuelimisha watu. Na nyimbo za burudani? Yes. Unaimba kutumia lugha ya Kiswahili, Kiingereza ama lugha ya nyumbani? Natumia lugha ya nyumbani. Natumia lugha ya nyumbani? Yes. Kwa nini uliamua kuchukua ule mkondo kwamba katika sekta ama tasnia ya uimbaji ukaamua kwamba uchukue muziki wako, uchukue ule mkondo wa kuimba na lugha ya nyumbani? Nalitaka kabisa message yangu ifikie Mluya kila mahali ambapo ako. Hakuwa anaweza kujua Ango Jimmy ni nani, na hakuwa anaweza jivunia lugha yetu ya nyumbani. Naam. Tuanze turudi nyuma kidogo. Ango Jimmy. Ango Jimmy, uimbaji ulianzia wapi? Ulianza kuimba hizi nyimbo ukiwa wapi? Nilianza kuimba hizi wimbo nikiwa kwa shule. Shule ya msingi, shule ya upili? Shule ya msingi, lakini kuna wiri ama mimi kuja kujua vizuri kuwa mimi ni muimbaji imekuwa 2016. Ndio nikaanza kujulikana kama msanii wakati nilikuwa na rekodia wanasiasa. Hiyo ni 2017 wanafanya nazo siasa. Na kufikia 2022 ndo nimetengeneza album ambazo zimenipa jina sahi kama msanii mkubwa Western pia. Naam, wakati unasema kwamba ile kipaji kilianzia shule ya msingi, yes, ulikuwa unapata nafasi wapi ya kuweza kujitambua kwamba pengine una kile kipaji? Ile tu kipaji, yani nilikuwa napenda wasanii sana. By that time, I think ilikuwa 2004, tulikuwa na mama alikuwa anaimba vizuri sana, alikuwa anaitwa Nyaimbo, alikuwa ameimba nyimbo za Kijaluo vizuri sana. Huyo mama akanivutia kabisa, na hata tena nikimuona kwa TV nikapendezwa sana, nikasema lazima pia mimi nitakuwa msanii. Ulikuwa unafuatilia nyimbo zake ukiwa tu shule ya msingi? Yes. Ulikuwa unapenda sana? Ulikuwa unaenda kwa sherehe na hafla ambazo ziko na muziki? Nilikuwa naweza nikakutana na marafiki zangu, nikaenda. Asa hiyo time kuna wazee walikuwa wametengeneza vikao zao za kukunywa pombe ya busa. Tulikuanga tunaenda, sasa sisi ni watoto, tunaenda pale. By that time tulikuwa na TV, hazikuwa za colored hizi. Hizi za kitambo za mgongo hizo. Yes. Tulikuwa tunaweza enda pale, watch, tunaona, tunafurahia sana. Naam. Kwa hivyo mnaenda pale, mnaenda kuwatumbuiza wazee wakati wao wanaendelea na mambo yao. Kabisa. Toka sasa, pale sasa kipaji kimeendelea kukua. Kikanawiri kabisa mpaka leo. Mpaka leo. Umesema kwamba kujitambua kikamilifu imekuwa ni 2016. 2017. Yes. Hapo 2017 ulikuwa ushaanza kwenda studio na kutoa nyimbo, ama ilikuwa pia ni kujumuika tuna pengine wale wanasiasa ama wale watu wengine katika mambo tu ya kuweza kuwatumbuiza? Nilikuwa naweza nikaenda kwa vyama za wamama na tumbuiza pale mziki, napiga vizuri mpaka wananiambia siku nyingine kama utarekodi mziki itakuwa mzuri. Na ndio nilitokea na kurekodi wimbo ya mama. Kuna mama alikuwa amesimama Busia Women Rep, alikuwa Florence Mtua. Nikatengeneza hiyo wimbo, na hiyo wimbo karani Busia mzima na ikahiti vizuri sana. Na ndio ilinipa jina, na nikaenda hivyo mpaka wa leo. Ukaendelea sasa na mambo ya muziki kabisa. Tangu 2017 sasa ulipoingia pale katika masuala ya uimbaji, ilikuwa ni muziki unaohusu mambo ya kuweza labda kuwapromote wale wanasiasa. Yes. Baada ya kipindi cha siasa kimekamilika, ukaingia na kuzamia katika sekta gani sasa ili kupata ile lyrics zako za muziki? Sasa nilipotoka hapo nikawa na morali ya kuimba muziki, nimepatako pesa kwa wanasiasa, nikaingia studio. Nilipoingia studio nikaanzana na kurekodi music. Ukaanza kurekodi music baada ya kuanza kupromote wale wanasiasa, ukapata hela kidogo ukaingia pale. Yes. Sasa zile zingine saizi wakati 2017 kipindi cha kampeni kimeisha, umeingia pale, zingine una base wapi ili kupata ule muziki wako? Sasa nilipotokea hapo nikakuja nikatokana na siasa, nikawa na rekodi ngoma zangu. Sasa kuna siku moja nilikuja nikapata namba ya Mlembe FM, vile nilipata tu yako, tukawa tunasiliana nao, nikawatumia wimbo. Wakiwa akinihoji hivi, Mungu ni mkubwa, ndo vile nilipata
manager na sasa akaanza kukuza muziki zangu. Sasa wewe uko under management. Sasa niko under management. My manager anaitwa Tomo Makeni from Akubwaiti hapo nyumbani. I think kijana last born ndo mwana Makeni huyo. Yes. Na akawa ananisimamia kwa kila kitu, nashukuru sana. Hadi saa hizi mulianza naye mwaka gani? Ile management yako ilichukua usukani wa kusaidia ilikuwa mwaka gani? Amechukua ijapita 1 year bado. Okay, ndio bado mmeanza. Yes, ndio. Pengine mwanamuziki kuwa chini ya management iko na faida gani? Iko na faida ili iko nayo ni umejua kuna mali sasa, kama saa hizi nikiitwa mimi Nairobi, hata nisimamia transport niende Nairobi, aka huko Nairobi lakini anatafuta mashow, tunafanya mashow, sasa msanii atafuti show. Okay, yeye ndio anakutafutia zile events ambazo unaenda. So wewe ni kupiwa simu tu. Unahitajika mahali fulani, unahitajika mahali fulani siku fulani, jipange hivi na hivi. Yes. Unajua kuna wasanii wengi ambao tumesema na wao, lakini wengi wamesema kwamba hawapendi kuwa chini ya management. Pengine ukiwa chini ya management unahitajika kuweza kuwalipa, ama wao ndio wanashughulika na hela zako ambazo zinakuja kutokana na muziki alafu wanazipangia? Ukiwa chini ya manager ni vile pia mnaelewana. Sasa kama mimi huyu mzee ni wa kunikuza tu, naweza sema kwa njia nyingine ni wa kunikuza, kwa ajili mimi nikimwambia chochote ambacho kinahitajika atafanya. Na kama ni manager wengine au vile umesema atataka katika ile percent yenye natoka pale, ameenda ametafuta show West FM kama saa hii, ile pesa inatoka pale ako na percent fulani ndani, ndio inakuja wasanii wengine unaona inakuwa ni mzito kwao. Lakini mimi huyu sijaiona kitu kama hiyo. Amenisimamia, anahakikisha kuwa Jimmy muziki ni mtu anapenda muziki sana, anahakikisha kuwa muziki kuwe unaimarisha ule muziki wako, unaufanyia kazi ule muziki wako. Kwa hivyo anakusaidia kuona kwamba unapiga hatua katika mambo ya uimbaji wa nyimbo zako. Umesema kwamba unaimba nyimbo na lugha ya nyumbani. Mimi naimba nyimbo na lugha ya nyumbani. Watu wamechukulia vipi katika jamii, ule muziki unapokelewa namna gani? Saizi western mzima imeupokea. Naweza sema kuwa imenipa jina kwa western mzima, Ngojimi ni jina kubwa. Yes. Faida ambazo umezipata kwenye muziki, manake sasa unasema Angojimi ni jina kubwa. Yes. Faida ni zipi ambazo umezipata kwa hii miaka ambayo umekuwa pale tangu mwaka 2017? Muziki imenifanyia vitu mingi. Nikianza kutaja pia ni kipindi tu. Baadhi tu kidogo tu itakuwa ni muziki imenipatia, imefanya saa hizi vile niko hivi, mimi ni mkulima mzuri sana, nakodesha miwa na lima, imenisomeshia bibi yangu na watu wengine wale wananifuata nyuma wanasoma. Ngoja turudi hapo kidogo. Umesema muziki umekusomeshea mke wako ama umesema nini? Yes. Niruhusu kidogo turudi hapo Angojimi. Wajua hili swala la hivi majuzi tulikuwa tunapata ile story ya Freshly Mwamburi ya Stella. Wewe ija kufanyikia. Ingenifanyikia pia ningelichukulia kama, umejua katika hii dunia kila jambo lichukulie kama la kawaida na lichukulie kama mipito tu. Unaweza jaribu kitu fulani kafeli, sio mwisho wa maisha yako. Utangangana, utajikuta labda ilikuwa ni sababu ya Mungu. Licha ya hapo pia mimi mke wangu amesoma na anamaliza hii mwaka, lakini sijaona tatizo lolote. Alikuwa anasomea civil engineering, hiyo ni miaka 3. Kwa hivyo wewe ndio umekuwa kupitia muziki umekuwa unafadhili karo yake ya civil engineering kupitia ule uimbaji wako. Yes. Amekuwa anasoma karibu na nyumbani ama shule ambayo anaenda kirudi muwe pamoja, ama wewe unaenda kumtembelea shule pengine ni shule ya mbali ama chuo cha mbali? Anasoma Kisiwa hapo. Okay, kwa hivyo jioni anakuja nyumbani? Ni mbali sana na nyumbani.
lakini kuna time pia mimi natenga huwa naenda. Unaenda kumuona. Hiyo ni jambo la kuweza kushabikiwa kwa sababu si kawaida. Si kawaida kwamba wajua katika ulimwengu wa sasa watu wengi wana hofu kwamba nitamsomesha mke aweze kupata elimu, anikimbie, nitamsomesha mke aweze, lakini si wote. Hiyo mimi nasema kwamba ni hatua ambayo ulichukua ukiwa na ujasiri mkubwa. Manake pia unajua mke akipata elimu na bahati nzuri aweze kupata ajira, pengine itakuwa ni ya manufaa kwa jamii nzima, si ndio? Kwa hivyo nashukuru kwamba kupitia muziki pia umeweza kumpa elimu mke wako, manake ni sehemu yako sasa. Na pia umesema wadogo zako pia wamefaidi kupata elimu kupitia uimbaji wako. Kwa hivyo una maana kwamba uimbaji wa muziki umekupa nafasi ya kupata kipato cha kufanikisha mambo muhimu katika jamii. Ndio sababu nikakwambia muziki imenifanyishia vitu mingi. Ni mengi sana nikianza kuzitaja. Muziki na faida. Na kitu chochote kile kina faida kama wewe mwenyewe umejua kukitunza. Unajua hata kitu kikikupa milioni 10 na ujue kuzitumia bado ni nothing. Na kikikupa shilingi 10 na unajua kuzitumia utakipenda. Ndio hivyo sasa. Kwamba hata ikupe milioni 10 na ukose kujua kuitumia, ni kazi bure tu. Lakini ikupe shilingi 10 na ujue namna ya kuitumia, ni kitu ya maana itaonekana. Naam, pengine wajua kuna watu ambao wanaingia katika industry ya muziki. Awe ni gospel artist, awe ni secular artist, wanaingia wakiwa na matumaini makubwa. Mtu anaingia pengine anafikiria kwamba ataingia leo na kesho aanze kuomoka. Sijui kwako ilichukua muda gani kabla uanze kuomoka? Ndio nakwambia kazi yoyote ile ukiifanya usitarajie kwanza mafanikio. Mafanikio itakuja tu. Na ijalishi itakuja kama umeng'ang'ana ama kama hujang'ang'ana. Unaona? Lakini kile mimi nakijua vizuri ni kuwa kizuri hakiji kiurahisi. Kizuri ni lazima utang'ang'ana ndio kipate. Kile kinaja kiurahisi ni ngumu. Muziki ni safari. Kwa ajili muziki ni kama shamba ambalo unalima, ukishamaliza kulima upande, upalilie, uweke mbolea, nduvuni. Nikimaanisha nini? Wakati unaenda kwa studio kurekodi muziki, hujamaliza kazi. Kazi yenye bado uko nayo ni kutafuta soko ya kuuza muziki yako. West FM inapiga ngoma za Jimmy. Emri FM inapiga, Mdembe FM inapiga, Citizen inapiga, radio nyingine inapiga. Unaona? West FM kama kuna watu wameisikiza zaidi ya watu milioni 2. Emri FM zaidi ya milioni 1 ama 500 hata. Hizo radio zote ukiratoti Jimmy hana jina. Atakuwa amepata jina. Atakuwa amepata jina. Anapopata jina ndo tunatokea na watu wa kumtafuta. Niko na ugeni. Nilisikia ngo Jimmy West FM. Nilisikia ngo Jimmy Mlembe FM. Jimmy akuje. Sasa ndo anaanza bei na Jimmy. Ndo mafanikio. Unaanza sasa kutafuta na kupigiwa bei. Negotiations zinaanza. Zinaanzia hapo. Sasa hiyo ndo mafanikio. Hatua muhimu ambayo wasanii wote wanafaa kuikumbatia. Kwamba umeenda pale una kipaji ndio? Umeenda studio umetoa muziki, iwe ni audio, iwe ni video. Unakuja sasa kuwa na utulivu. Anza kutafuta soko, anza kutafuta connections. Kuanzia pale sasa jina limeshapata soko. Kabisa. Unaanza kuingia kwenye events hapa na pale. Kabisa. Kuna wakati umekuwa disappointed ama ukafika mahali changamoto zikakuwa nyingi kwa sema kwamba mimi Ango Jimmy nataka kujiondoa kwenye masuala ya kuimba. Imeitokea. Na imeitokea kama sijajua kile ambacho nakwambia hiki. Kuwa nilikuwa na rekodi muziki nikidhania ukiingia tu studio kisha rekodi muziki umefanikiwa. Lakini nikakuja nikajua kuwa muziki ama kazi yoyote hapa nchini Kenya without network ni nothing. Ni nani anakujua? West FM. Atakuchezeshia ngoma yako. Unaona? Lakini wakati bado siko hivyo, nilikuwa na rekodi muziki natulia nayo kwa nyumba tu. Naisikiza na unajua vile nimekuambia kuna familia inaniandama. Na hata mahitaji yangu. Nafika mahali nikaona hii niachane nayo.
lakini vile nilipata huyu mzee kwa muda kidogo ambayo nimekuambia huyu Tomu Makeni, nimeona muziki ni kitu ya maana na ni kazi kama kazi zingine. Ni hivyo. Nini kinafaa kutiliwa mkazo? Manake najua kwamba kuna mahali uliambiwa kwamba Ango Jimmy unafaa kufanya hiki, ufanye hiki, ufanye hiki, alafu muziki uweze kuchukua hatua nyingine. Muziki kuchukua hatua nyingine ni network tu vile nimekuambia. This nilivyo hivi nimeshikana na urafiki. Kupitia kwako nitapata mtu wa Citizen. Nitapata mtu wa Nyota. Unaona? Nikipata ule nisisimame pale pia. Ni rafiki yangu anitafutie mwingine mwenye anamjua. Hivyo ndo vile music inatembea na network. Inaendelea kupanuka, inaendelea kusikizwa, inaendelea kufikia mitandao mbalimbali na mambo yanakuwa sawa. Kabisa. Tukiangalia wasanii wengi huwa wanapenda, kwa mfano tuseme mfano wasanii ambao wanaimba bongo, ama wanaimba ninyie mnajua types of music na vile hip hop, reggae kadhalika. Utakuta kwamba wengi wanapenda kutumia lugha za mtaani, labda ile sheng. Lakini wewe yako ni speciali kidogo. Nasema kwamba uliamua kwamba muziki uanzie nyumbani kwanza, ushike mizizi, ufike nyumbani kila mtu ausikie katika eneo la magharibi hasa. Mbona ulihisi kama ukitumia ile mbinu pengine utakuwa na mpenyo zaidi? Mimi kila mtu anatengeneza kitu na sababu. Na anatengeneza kitu akijua soko ambayo ataiuza. Wewe kupanda sukuma unajua kama utauza Bungoma ama utauza Mumias. Mimi nikianza kutengeneza lugha ya nyumbani nilitaka kujua wewe uko na ugeni. Utaniita mimi. Uko na wako wanakuja, uko na harusi, uko na matanga. Sasa nakuhesabia ngoma yangu vile inafitembee. Utaniita. Umetaka kuimbiwa, nataka kuimba mtu wako, utaniita. The same na ule mwenye anatengeneza bongo, mimi najua kusurvive hapa nyumbani. Kwa wale vijana, si ati nachukia hiyo muziki ama nini. Kwa wale vijana ambao wanatengeneza saizi bongo, kama utabenefit vizuri, utaenda town. Kwa ajili ni vigumu sana vile mtu atakuwa hapa na wako wake na kuitwa kuja kuimba sheni. Ile mazingira ya mashinani pia nataka lugha ambayo watu wanaipata vizuri, wanaielewa vizuri. Wakati mwingine watu wanasema kwamba inakuwa ni vigumu, kwamba ina consume a lot of time kutunga nyimbo ambazo natumia lugha ya nyumbani kuliko labda Kiingereza au Kiswahili. Ni ukweli? Ni ukweli. Lugha ya Kiswahili kila mtu anaweza imba. Hata wewe. Ama mwingine ule akianza tu hivi ataimba. Si ndio lugha ya taifa? Lakini lugha yako ya nyumbani kuitengeneza ni kipindi. Mimi naweza nikakuuliza wewe kitu ambacho ni ngumu sana kunijibu. Kuna wimbo wangu niliimba Umweku Imbotoha. Umweku Imbotoha wewe unajua ni nini? Sijui. Ukileta hapa watu, utawaleta hapa hata wale waliandika Biblia watakwambia. Ndio utajua Kiluya ni kipindi. Kwa hivyo unaimba Kiluya cha aina gani? Maana Waluya tuko wengi. Around 18 sub-tribes. Unaimba wewe, unaimba yako ni aina gani? Mimi. Lugha yetu ya nyumbani kwetu ni Kihayo. Lakini nimegrow sana nikiwa kwa Wanga, kwa hivyo naimba Kiwanga. Unaimba Kiwanga. Na Kiwanga kinaweza sikika na Waluya wengi tu. Waluya wengi wanakisikia. Wote. Watasikia. Watu watasikia. Umweku Timbemba wewe utasikia. Mwa Kitibemba ni mambo ya uchochezi. Uchochezi, si ndio hiyo wewe umeijua? Kwa hivyo ni sub-tribe ya Luya ambaye kila Mluya ataisikia. Na wajua sasa tuna Waluya ambao wako mataifa ya kigeni pia. Sasa wakipata ule muziki wana feel at home. Wanasikia vizuri. Hata Kenya Waluya ni wengi. Wengi zaidi. Watakuita Nairobi, tunaendanga show mpaka Nairobi. Umeitwa. Unapata Waluya kama juzi, wewe alikuwa msanii na kula hapo. Alienda South Africa kuimbia Waluya. Wako South Africa huko wamemuita. Na wakimuita unajua sasa hao wakikuita kuna vile wamekuita.
Wanakuita kama mtoto wa nyumbani na wamejipanga kweli kweli wakiwa ugenini. Wamekuita na mzigo. Sasa ndio ile unaona lugha yetu ya nyumbani hapa ni nzuri. Mimi ninataka tujivunie huko nyumbani. Tujivunie nyumbani. Tuko na talent hapa nyumbani. Tuzikuze ndio. Vijana wale unaona wakiimba bongo si ati ni nini waliogopa Kiluya. Wengi hawajui. Ndio maana nimekuuliza kwa sababu wengi nimewauliza atasema kwamba kutunga ile mistari tu mnaita lyrics kwamba ya lugha ya nyumbani si rahisi. Hata kumkuta mtu pengine ambaye ni wanaitwa vipi wale producer kwamba mtu kutolea ile beat singiane si rahisi. Kwa hivyo inahitaji utulivu, ule muziki inahitaji kukuwa na ile subira, uchukue muda wako vizuri, umpate producer mzuri ndio pia kazi itoke ikiwa safi. Na umesema sasa hivi kufikia sasa hivi ni nyimbo ngapi? Sasa hivi niko na nyimbo zaidi ya 11. Zaidi ya 11. Waona ni kitu ambacho umejipatia muda. Umechukua muda wako mzuri ukaitengeneza hii kazi. Kabisa. Kwa ajili ya customer wako ambaye ni sisi consumer wa ule muziki, si ndio? Yes. Kuna makundi ambayo mmejihusisha nayo wewe binafsi, mmehusika pamoja pengine wasanii wawili, watatu, wanne, watano kwa faida ya kujisaidia tu na kujiweka pamoja? Mimi muziki naimba peke yangu. Lakini sasa hizi niko na vijana zaidi ya 60. Nimetembea kwa hizi maredio. Napotembea naacha namba yangu pale napigiwa na vijana wengi. Hapo nipigia mtu ananiambia, "Jimmy, nimerekodi muziki mpaka nimeona nimechoka. Unaweza nisaidia aje?" Kitu yenye mimi namwambianga, ulicha rekodi muziki, tutafute soko ya muziki. Unapotafuta na mpiga support utasikia kesha anakuambia nimemtuma huko kwa kina Delta Juma Mlembe FM wapi Ndongo anafanya kazi. Hata kesho nitakuletea wengine hapa. Hiyo ndio support mimi najaribu kutengeneza sasa. Kusaidia wale vijana. Kuwasaidia. Na hata nimewapangia, nimewambia sasa jinsi mlivyo Nairobi. Mwezi wa 8 kujeni nyumbani. Tukue na road show. Ile yetu tunatengeneza. Tukishatengeneza, tupita hata tuingie Bungoma town hapa. Tupige muziki, iimbe. Ikisha imba hapa na imani ya vijana watakuwa na jina. Ndio kujaribu kutafuta soko. Tukikuja hapa town tukiimba na imani hata watu 100 wale watakuwa pale mpaka wataonako mmoja watamchukua. Na uweze jua manager wako atatoka wapi. Kwa hiyo wakati Mungu anaweza kuwa kwa sababu ya kuchukua wewe. Naam, idea nzuri kweli kweli kwa sababu tumeona vijana wengi hata umesema kwamba unaenda Nairobi kupiga show kule pengine Eldoret, maeneo tofauti ambayo ni platform pia kuweza kutoka nje ya nyumbani kidogo. Lakini tunaona kwamba wengi hasa watoto wetu wa nyumbani kutoka eneo la magharibi wengi wanafanya kazi zao wakiwa Nairobi na miji mingine. Sijui kama ni kutokujitambua huku nyumbani kwa sababu wewe mara ngapi unatoka nje ya nyumbani? Ama ni muda gani unakuwa nje ya nyumbani na ni muda upi umegawa vipi? Unajua mimi kama Ango Jimmy. Hata hiyo Nairobi mimi nikienda naendanga kwa siku 3 ama 2 narudi. Maisha yangu yote ni nyumbani hapa. Unaweza shindwa kujua Jimmy. Umejua hao vijana tu wanapoanza kuimba saa hii ni Nairobi. Utamuona hapa Nairobi. Bagi kwa mgongo Nairobi. Si tukienda Nairobi ndio wewe ndio msanii. Hapana. Unaweza kuwa hapa na uko mtu mzuri sana. Pesa iko tu hapa ndani. Pesa iko tu kwa nchi yetu. Si lazima utoke nje huko ndio uende ati hapa. Leo napigiwa simu na mtu anafanya harusi huko nini Busia. Nimeenda. Tutafanya kazi. Nikirudi kuna kitu nataka kwenda kutafuta Nairobi mimi kweli. Pana Nairobi nitaenda nilikuwa na show ama ni kama nimeitwa ama niko na radio station kama kuna pengine interview umealikwa ama kuna kazi imekusubiri huko. Yes. Lakini ati nimeenda tu hapana. Kwa hivyo pana uwezekano mkubwa kwamba kipaji kinaimarika tukiwa sehemu yote mradi umejiamini na kazi yako iko sawa. Kile nakwambia ni kuwa ukiingiza muziki na kazi nyingine hautaimba. Kwa nini?
kazi yenye unafuu igize muziki nayo na ufanye. Ni kama kile najaribu kusema ni kuwa leo nimetoka kazi ya mdozi, nimeenda asubuhi, tarudi saa 11, nimechoka, sitafanya mazoezi ya muziki. Nalala tu nikikumbuka kesho. Jua kuna kitu moja naua muziki na baki kwa kazi ambayo niliandikwa. Muziki nimeiua. Unaona? Lakini nilikuwa na time yangu kama hapa nyumbani. Nilishatenga time fulani mimi nitafanya mazoezi ya muziki. Kitu chochote kile kinafanywa mazoezi. Hata wewe sauti yako kutoka vizuri vile natoka hivi. Ni mazoezi unaifanyia, mtu hawezi jua. Kabisa. Ukisema tu natulia for 1 month bila kufanya mazoezi, wewe huwezi kuwa mtangazaji. Atukitangaza unaona unafosiana na hiyo sauti. Kutoka unapokutana naye. Hivyo ndo vile sisi huwa tunafanya nini? Najaribu kuambia vijana. Ni kazi mbili kama saa hizi, for example tu nikikurudisha nyuma tu kiharaka kidogo. Ndio kuambia kuwa wewe umeoa. Umeshaoa ndio unaanza muziki, huwezi imba. Nitasema na wewe unatafuta kazi kama umeoa. Ni vigumu. Kwa ajili time ya kutafuta kazi ndio time unafuu kuwa umepata hiyo 100 umesiaga unga mnafuta. Muka anakuona kama mpumbavu. Unaanza mambo ya muziki na yeye mtoto analia huko nyumbani anataka nini? Anataka maziwa. Anataka sabuni. Wewe nao huko kwa muziki unaimba. Ukichanganya hiyo na akili utaimba. Lakini alikupata huko kwa mbio tayari unakimbia. Mimi mke wangu alinipata nikiimba. Haizi nizuia kuimba. Na najua kitu hata kuwa kwao kupata sabuni ilikuwa inatoka kwa muziki. Akija nitamwambia. Naona ile sabuni ilikuwa nakupatia mama ilikuwa inatoka kwa muziki. Nataka uenda hapa kwa soko na unapoenda hii ni pesa ya muziki. Atachukia muziki. Hawezi, bila shaka ataunga mkono. Yes. Kwa hivyo ni kujipanga. Sasa tunafanya vipi Uncle Jimmy wakati kipaji kimekuja, wakati mtu ashaingia? Uko pale wewe ni baba. Ashaingia. Ni ngumu sana. Kwa ajili nimeoa. Ndio naanza kuimba sitapata manager. Hiyo kubali. Manager pia anaangalia uzito wako. Anaangalia kazi yako. Mimi saa hizi vile naongea hivi, wengi wananisikiza. Na wanaponisikiza kupata manager ni rahisi. Anataka mtu mwenye alisha songa. Wewe ukienda mahali kununua ng'ombe, unanunua ili imelala chini ama ili imeamuka? Ili imelala kama iwezi tembea. Unataka hata ile ambayo wanakama ndio ukifika nyumbani unaendelea. Wewe unaanza kukamua. Sasa yeye pia manager anaangalia hiyo. Ndio sababu nimekuambia itakuwa ngumu. Kama mimi sasa hivi nikioa na sitokee. Niko na uwezo wa kuambia manager yangu, manager, Tomo nimeshindwa. Nifanyie hivi, nitumie hata shilingi fulani, nitumie mko wangu. Akuli nikipambana na mambo yetu ile ya biashara ya muziki. Ataelewa. Lakini ukiambia mtu vile niko hivi, niko na mke nyumbani ananizuia nisifanye kitu fulani, nipeko pesa nimpe, alafu nianze kujifunza kufanya. Mtu anajua kama atavuna. Hawezi kuwa na uhakika. Ndio sasa. Naam, asante. Na kuna wale vijana ambao wameingia katika uimbaji, sanaa na usanii na uigizaji, najua kwamba ina changamoto zake. Yes. Unakuta kijana leo ulivyosema kwamba ukiingia lazima ukuwe na mpango, lazima ujipange. Lakini vijana wanaamka tu. Kijana leo anaamka tu ameona Uncle Jimmy ameimba, yes. Uncle Jimmy ana jina. Yes. Uncle Jimmy ni mtu ambaye tunaiga mfano wake. Yes. Na leo anaamka tu na anataka kuwa kama Uncle Jimmy kesho. Yes. Na unaona leo kesho kutwa mwezi mmoja hajafika pale basi. Anaanguka tena. Sasa kama saa hizi mimi dhisi nilivyo na roho yangu. Kijana akiamuka yoyote anachukuanga siku kidogo sana kuwa kama Jimmy. Tofauti tu ili nitafanya Jimmy amshinde labda ni ngoma zenye Jimmy anaimba na yeye zile anaimba. Unaona? Kile kinafanya niseme hivyo ni nini? Akiamuka tu saa hii na ananishika mimi mkono. Takikisha radio station zote nimeenda pia yeye ameenda. Ndakisha na pushing ngoma zake pia zinapiga. Sio jina tayari amefikisha kama Jimmy. Tofauti inakuja hivi. Jimmy anaimba ngoma za Kiluya.
Unaona? Na huku kwetu kimba ngoma za Kiluya kuna jina fulani kwa nayo. Yeye anaimba bongo. Unapata ina limit anabaki Nairobi. Hata kwa hii redio kipiga sio utamuita. Lakini ukanapiga. Unaona? Hiyo ndio inakuwa tofauti. Jimmy hapa anaimba hapa nyumbani baada na survive. Akienda Nairobi kwa aluya wake baada na survive. Ule kwa aluya wake nyumbani ya survive, Nairobi ana survive. Ako na moja, Jimmy ako na mbili. Ndio tofauti. Kuna ile limit ambayo amejiwekea. Yes, mwenyewe. Aha. Kwa hivyo kabla Jimmy aingie kwenye industry, alikaa chini akapiga hesabu. Yes. Calculation ikaingia vizuri. Na imekuwa iko sawa tu. Yes. Mipango ipi pengine Jimmy ambao unafanya sasa hivi tuko 2025. Yes. Najua 2017 mpaka sasa hivi around miaka 8 hivi kwenye industry ya kuimba secular music. Ni mambo yetu unaweka mikakati mipya kuona kwamba sasa kazi bado inaendelea. Kazi ya muziki. Kile nafikiria sana ni nang'ang'ana nitakuja nikuwe na studio. Recording studio. Ninapokuwa nayo mimi labda pale kama bado sijakuwa producer. Hadi jana watakuwa natafutia tu producer wangu sabuni. Sitaki waone uzito wa muziki na wajavuna chochote. Unaona? Uzito wa muziki na wajavuna chochote inatokea wapi? Ukiingia studio ni pesa. Na zitarudi. Ndio unaona vijana wanakufa kwa muziki. Yeah. Unaingia studio unatoa pesa zirudi, wewe huna kazi. Inabaki wewe ulimie mtu utafute pesa. Unapozitafuta zinaenda, azirudi. Mtu akifanya hivyo kama ngoma 5 labda anatoanga 5,000, 6,000, anachana na muziki hata kama ni wewe. Tacha. Kwa ajili ulitarajia ukiingia pale wewe uanze kuvuna. Unapata muziki tu bado ndio unakuvuna. Wewe mwenyewe hata usipochunga unaweza kosa nguo ya kuvaa. Lakini kwangu mimi ukikuja naambia producer hawa vijana wamekuja na ni wengi kwa ajili wamejua hii ni studio ya bure. Watakuja wengi. Talent ziko za muziki ziko. Watakuja wengi, watakuja hata 10. Hao vijana 10 wakipatia huyu jamaa hata shilingi 300. Mimi nimemlipa. Hawasaidie tu kutoa muziki wao. Kupiga tu muziki yao. Mimi mwenyewe nitauza muziki. Kuuza muziki niko na namba yako. Kuna yule mwingine. Kwa hivyo kazi ya msanii kuja afanye kazi nzuri. Na kwa SMS nianze mtoto wetu poa. Mimi nataka unisaidie. Niko na kijana wangu. Penda tu nisaidie. Hii ni damu yenu. Na kurushia ngoma yako naipiga hapa. Ameenda. Kuna wengine yenye anatafuta. Ameenda. Baada ya muda kidogo anatoka kupiga mashow. Naam. Kwa hivyo mikakati na mipango ya Uncle Jimmy ni kusaidia vijana kuweza kujikuza kitalanta. Kuna kwamba wasiwe limited kwa sababu ya pesa. Maana mara nyingi wengi wamekwama kwa sababu ya pesa. Ako na muziki mzuri lakini kwenda studio inakuwa ni tatizo. Wengine wako na muziki wametoa lakini market haipo. Na anakaa na hayo nyumbani. Kwa hivyo wewe umesema kwamba ulipoanza ulikuwa kwanza una promote wanasiasa. Baada ya kampeni kuisha ukaanza tu kuingia katika mambo yako na kutoa muziki. Kwa hivyo muziki wako hujaweza kulimit mahali pamoja kwamba mimi Uncle naimba tu muziki wa kitamaduni, naimba tu muziki wa mawaidha, yote ikija tu. Mimi kwanza kuna kitu nimesahau kuambia. Nilikuwa mwimbaji mzuri sana wa bongo. Wewe hujasikia muziki nani? Nimezifuatilia kadhaa kuanzia jana. Sasa nimeanza safari ya kuzifuatilia kweli kweli. Mimi ningeimba bongo ungependa. Lakini sifa zote nilikuwa napata na watu. Ukitoka studio, Jimmy uko na sauti nzuri. Wasichana Jimmy unaimba vizuri. Tufanye na wewe collab. Collab anaponiambia hivyo na ngangana niende nilimie mtu. Nipate pesa zenye naenda kumwaga huko. Nikizitafuta kwa ajili ni msichana, nataka nifunika aibu, nisimwambie atafute pesa. Yeye akuje tu. Unaona? Yeye anapokuja mimi ndo nimetafuta. Nikiimba hivyo napeleka. Nikishapeleka na baki bure. Mpaka nikashindwa nguo ya kuweka kwa mwili.
niko na ujumbe fulani kwa bongo. Baada ya kuimba ngoma 3 za bongo 4, nikajiita mkutano. Nikasema hapana. Kitu ilifanya mimi nikaachana na hizi ngoma. Nasema hata labda pia mimi nitamani labda nilipata pesa. Kwa sababu niliingia tu studio hivi. Na kuna wasanii walikuwa wamekuja kuimbia mheshimiwa. Wamewapatia 40,000. Na wakaimba ngoma wakaenda. 40,000 ameenda. Mimi hizi ninapata 5 ni za kulima. Nimelimia watu karibu miezi 4. Nimezipata, nimepeleka. Nikasema hapana. Bado niko kijana hata vile unaniona. Niko kijana. Nikasema nitaua upande fulani. Sitataka sifa za kijana. Najua huku kwetu watu wanatarajia hizo ngoma za kilio mtu mwenye anaimba kuwa ameenda miaka. Kabisa, wengi wanadhania hivyo. Yes. Wanajua tu vijana lazima uende tu na ujana wako. Wewe ndo wewe. Hapana, nikasema hapana, hiyo ndio nikakata bongo. Bongo nilikata tu mara moja tu pia. Nilipoimbia tu Florence Mutua. Na huyo mama hiyo time akanipatia shilingi 10,000 na akanipatia mabati 20. Nikaona kuna siri mali. Ya pili nikaimbia MC wetu. Akanipa 20,000. Nikaacha bongo. Angalau huku kwingine kuna vile mapato, yes, maendeleo. Sasa mabati 20 tayari kujenga, kumeanza kujenga. Kumaanza. Nikasema hapana. Cha kwanza kaya hapa nikipiga. Hiyo siasa kuisha. Nilikuwa nimechuna pesa. Hadi hata 100. 2022 sasa nikaacha bongo. Hivyo ndo vile niliachana na bongo. Nimekupa siri yangu ya kuachana na bongo. Kwa hivyo mimi ukinipigia story ya watu wa bongo vizuri naijua. Unaijua. Mahali atasurvive na mahali ataumia najua. Ni vizuri, kuna mali umeniweka wazi, hata sikuwa najua kwamba sasa vijana wetu ndio wana kipaji, lakini ameamua kuimba muziki wake ina bongo way, na ujumbe wake labda anauleta kwa lugha yetu ya saizi, tunasema ni sheng. Sasa kupata nyumbani huku platform inakuwa ni ngumu. Ugumu yenye iko hapo ni kitu moja. Nataka nikwambie na unisikize makini sana. Alikiba na Alikiba tu. Kweli. Alishakuwa na Alikiba tu. Diamond tu. Willy Paul tu. Wewe uimbo mshinde ni Willy Paul tu. Na kitu yenye nimekwambia yenye na run kwa muziki hata si mashairi, ni network. Unaimba vizuri hapa kuliko watu wote, lakini network uko nayo. Yeye akiimba muziki sahihi within 24 hours, dunia nzima imeshajua Alikiba mimba. Hata mashairi hayana ule uzito fulani pengine. Haina sahihi. Sasa nani ako na mashairi kwa watu waimbaji wenye nimekutajia? Hakuna. Vijana wenye anamuka hapa ndio wako na mashairi kwa ajili anataka kuwa. Na ule alishakuwa. Ikiwa pale inafunika tu yako. Yaka haitaimba. Mtu anataka ngoma ya Alikiba. Kukurosi kwa huyo mtu ni ngumu. Lakini kukurosi hapa kwa Waluya ni rahisi. Vile mimi nakwambia hata within 24 hours umecross. Ngoma moja tu. Mimi nimeona watu wengi wakiimba tu ngoma moja wanacross. Kuna watu wanatoka huku chini kwa wanyane huku chini sasa naimba ati mwaka siwaveni. Ngoma imecross na ni ngoma moja ameimba. Nina cross kila mahali inapiga. Chocho anaisikia, babu anaisikia. Nani anaisikia? Kila mtu anaisikia. Cross ni rahisi sana. Lakini watu ukikuja kwa bongo ni ngumu kungangana nao watu sana. Vijana wanaimba bongo. Sasa tena bongo inakuja na ujanja fulani. Wana survive aje na Kiswahili? Unaona? Wa Tanzania hao Kiswahili ndio lugha yangu ya nyumbani hapo. Unaona? Akikupangia mashairi ya mipanga. Watu watampata tu. Utabaki tu. Sijapata kwa kipindi kirefu nimekuwa nazungumza na wasanii. Sijapata msanii ambaye anapenda nyumbani kama wewe ule unapopenda nyumbani. Najua kwamba unapenda nyumbani. Umejua siri ya nyumbani. Na kama wengi ambao wanatutazama leo na wanakusikiliza, wangeiba ile siri pengine ingewafaa pakubwa. Manake vipaji vinakuja. Viko kwa wingi sana. Hasa eneo la magharibi lina vipaji vya kutosha. Sana.
Na tukiangalia pia umesema kwamba wewe ni mzazi na kuona ukiwa kijana mdogo. Ndio. Kama tulivyo wazazi pia tunaona kwamba mtaala wetu wa elimu sasa yes. unakuza watoto kwa vipaji kweli kweli. Kwa hivyo ni sijui, najua kwamba wewe kama kijana pia una ujumbe kwa watu ambao wamekuwa wanafinyia vipaji. Kuna mzazi akiona mtoto wake anafanya hiyo hataki. Jamii haitaki. Saizi itabidi aipende. Unajua muziki vile ilitengenezwa? Muziki, acha nikurudishie kwa tu chini, muziki ilitengenezwa na kitu kingine ya chini sana. Ilitengenezwa kwa do, re, mi, fa, so. Hata ukipiga piano, taanza tu do, re, mi, fa. Ukiimba ni hivyo. Muziki ni kitu unaimba kupanda ngazi, sauti ikipanda, na ndio hivyo ndio. Na hiyo kitu nimeletwa saa hii kwa shule. Kuna mtoto mwenye ajui do re mi saa hii na mwenye anasoma? Wanajua wote. Ndio. Na kitambi ilikuwa uingia high school ndio upatane na vitu kama hivyo. Sasa muziki iko imeanza chini. Iko. Ukijua hiyo kitu, hata ukijua ukiimba saa hii, juu unaweza piga piano, unaweza imba. Ni kodi tu utaonyeshwa. Hii kodi ni do, hii ni re, hii ni mi. Utaonyeshwa tu hivyo. Utaonyeshwa tu hivyo. Utaonyeshwa tu hii wimbe yenye mimi naimba hii ni so. Ni the same tu unaweza enda kwa piano, na ukapiga so, na ukakuja do, na ukakuja re, na unarudi do, ni hiyo umepiga nini? Anthem yako. Anthem yako ya taifa ya Kenya. Sisi do re mi. Okay, nashukuru sana Ango Jimmy. Muziki wako unautolea wapi? Production yako unaifanyia kule Busia ama wapi? Naifanyia Mumias. Mumias. Producer ambaye nampenda sana. Huyo producer ni mkubwa. Maono yake ni makubwa. Naposema hivyo na kuangalia kazi zenye amelifanya. Anaitwa Pati. Producer Pati. Ako pekeo. Nyimbo zote Kiluya mostly zinapigwanga huko. Nyimbo zote 11 umeitolea katika ile nyumba yake ile ya production. Nyumba yake na hata watu wengine akina Ungidi, wakina nani, wakina Keko, wakina Msindi, wakina nani ni hapo. Hiyo ndio nyumba yake. Kwa hivyo kazi yake ni nzuri. Kazi yake ni nzuri. Anasaidia pia kazi ikitoka inapendwa. Inapendwa. Manake pia hata sisi studioni ili tupige muziki lazima production iwe nzuri. Lazima muangalie quality ya muziki. Kabisa. Na quality yake iko juu. Ukienda hata watu watakwambia quality ya muziki iko sawa. Mastering ya muziki ilifanywa vizuri bila kelele yoyote. Na ndio vile wewe pia unapenda. Naam. Yes. Asante. Najua kwamba una ushauri. Wewe ni jina kubwa sasa hivi. Yes. Wewe ni watu ambao vijana kule mashinani wakiona wanatamani kufika mahali umefika. Yes. Wanapokuangalia wanaona kwamba huyu ni mfano wa kuigwa. Yes. Na pia unawapa motisha na kuwapa mfano katika tasnia ya uimbaji wa nyimbo za burudani. Yes. Najua kwamba una ujumbe kwa vijana wetu ambao wanaibukia, kwa vijana wetu ambao wamepiga hatua na kwa wasanii ambao wako katika viwango kama vyako. So, mimi kile naweza nikakwambia ni kwa vijana ni kung'ang'ana tu. Ujitume. Mimi nitaacha hapa namba yangu. Mimi nikiacha hapa namba yangu vile natembea hivi ma studio nikitembea ma interview ukinipa natafutia hao vijana maisha. Ni yangu kubwa hata sio mimi. Nikutaka kujuana, nikutaka kushika hii Kenya yote kwa mkono yangu. Na ninapoishika kwa mkono yangu, hawa vijana wote wenye wako na talent, wakuwa bongo, wakuwa wa ngoma gani, wakiimba tu ngoma yao, akinipea within 24 hours imefika mahali. Wacha nikwambie kuna kitu yenye imerudisha watu nyuma sana. Ni mtu anakuja leo anakuambia mimi nitakusaidia. Unapompa kitu fulani yeye akienda kukumbuki. Hata mimi ningekuwa mbaya. Mimi nimefanyiwa na siasa wengi kazi na zikawa za kufurahisha.
na zikawa hizo promise. Lakini kuanzia mahali ambapo nimesimama, mtu mwenye alishika mimi mkono sio mwanasiasa. Huyo Tom mwenye nimekuambia, Tom Makeni, amenishika mkono na si mwanasiasa, na amehakikisha kwa chochote kile ambacho tunaongea na yeye sasa haizi sahau kama mwanasiasa. Unaona, mwingine atakwambia kwa ajili anataka kile ambacho uko nacho, ukisha umpa ameenda. Lakini huyo akikwambia kesho Jimmy unafaa uamuke asubuhi na ukwe kwa gari unaenda Nairobi uko na show, ndio vile huyo mzee kesho ikifika asubuhi yeye ndiye anakuamusha, anakuambia Jimmy nimesha buku gari, amka. Niseme ni kama ni Mungu alileta huyo mzee katika maisha yangu, na angesipomleta pia mimi nilikuwa naachana na muziki. Yes, so Mungu ndiye alimleta katika maisha yangu, na mimi pia Mungu ndiye amenileta kwa vijana wasanii. Sasa yule ambaye atachukua namba yangu anipigie. Umeshukwa mkono na uko tayari kushika wengine mkono? Niko tayari. Mali nimefika na kishanga wote wamefika. Nikianza step nyingine, sasa nimeanza step ya West. Au vijana wote West watakuwa. Nikitoka West nikienda tena hiyo levi itakuwa pale. Mwenye anakuja tena nitakisha kwa ajili wewe sasa utazidi kuwa rafiki yangu. Kabisa. Yes. Naam, mtazamaji, tunamaliza awamu ya 3 ya Burudani Friday kwenye West TV Staff Time. Tuna mgeni, yeye ni msanii anaitwa Ango Jimmy kutoka maeneo ya Nambale. Ndio? Yes. Mimi napenda ninapoona msanii ambaye anatokea eneo la nyumbani, msanii ambaye kazi yake anahakikisha kwamba inaanzia nyumbani. Yes. Msanii ambaye anatoa motisha kwa vijana na kuwapa mbinu ya kuweza kuingia katika industry. Yes. Na si kuingia tu. Yes. Ili tuone Ango Jimmy na unateseka kama ulivyosema, tunakuona lakini unateseka, lakini uingie na malengo. Yes. Na pia usaidike na usaidie jamii pia. Yes. Itakuwa ni bora. Yes. Pengine kwa faida ya wale ambao wanatufuatilia, muziki wako wanaupata wapi? Muziki yangu unapata YouTube, naitwa Ango Jimmy. Ukikuja Vidmed sasa hivi anaitwa Ango Jimmy. Mahali popote pale utanipata tu kama Ango Jimmy. Haya, kabla tufunge, pengine najua kwamba una ujumbe kuweza kuhitimisha kabla wape hai wawili watatu alafu tuweze kumaliza. Yes. Ninakwambia ukifanya kazi nzuri utapata msaidizi. Kila ambacho unafaa weka makini sana ni kazi ambayo unaifanya, na ikuwe na message ambayo itafikia watu. Katika hiyo hali mimi tena imenipa mzee ambaye amekubali kusimama na mimi tena. Anaitwa Meja Mukule. Meja Mukule amekuanga meja hapa Kenya, mtu ambaye anaheshimika tu sana. Aliniita mimi nikaenda kwake kumwimbia wimbo ya babaka alikuwa amekufa. Kweli nilifanya hiyo kazi, nilipoifanya nikatoka pale. Nilipotoka pale, huyo mzee juzi niliona akinitafuta, akiniambia Jimmy, nimekubali kutembea na wewe safari zozote zile unatembea. Nikashukuru. Hao sasa ndio watu wamesimama na mimi. Tom Makeni na Meja Mukule. Watu ambao wamesimama na mimi, lakini kupitia kwa kazi yangu mzuri yenye nafanya. Ndio nafanya upate. Ndio najaribu kusema hata Jimmy akikushika mkono, wewe nawe fanya kazi ni kama utawahi fanya. Najua hata wewe unapoamuka ukikuja kwa hii studio unatangazanga ni kama utawahi tangaza tena. Ukweli. Tena kesho ikifika unatangaza ni kama utawahi. Hivyo ndio vile naweza sema. Naam. Asante. Tunamaliza, muda umetamatika. Yes. Tumekuwa na mgeni wetu kwenye kitengo cha burudani, Ango Jimmy, ambaye ni msanii, anaimba nyimbo za burudani japo kwa lugha ya nyumbani. Hiyo ndio kitu ambaye napenda sana, kwamba anaimba kwa lugha ya nyumbani ili ujumbe ufike kwa wote, kwanza kuanzia nyumbani.
Wanasema kwamba tunaanzia nyumbani, charity begins at home. Yes. Alafu ndo tuweze kwenda mahali kwingine. Yes. Kwa hivyo tutakuwa naye mara kadhaa kwa ajili ya kazi mpya ambayo inatoka kwake kila wakati, itakuwa inafika katika studio zetu ili kuweza kupata ile airtime, na itakuwa ni sawa. Nashukuru, pengine itakuwa ni makosa manake nyumbani huku tumezoea kwamba salamu hatunyimani. Kwa hivyo ukiwasalimia wawili watatu tutasema asante, alafu tuweze kumaliza mazungumzo kwenye staftai. Nasalimia wazazi wangu. Niko na wazazi na wapenda sana. Nasalimia mzee wangu Vitalis Makoha. Nasalimia mama yangu Jennifer Awino na kijana wetu anaitwa Jack. Na wote hata mko wangu namsalimia. Asante. Mimi nasema asante kwa kufika. Yes. Asante kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Yes. Ulivyosema tu sasa tumekuwa marafiki. Yes. Nadhani nilikuwa nakuonea kwenye mitandao tu, lakini sasa tumekutana ana kwa ana. So tumekuwa marafiki. Yes. Marafiki wa kusaidiana katika masuala yote ya, ya muziki na kijamii na maisha. Yes. Na itakuwa ni sawa. Hapa unakaribishwa wakati wowote. Ukiwa hapa Bungoma kutokea namba leo, ukitembea Bungoma unakaribishwa kwenye studio zetu. Kusalimia naenda ndafurahi. Na asante. Kazi yake utaipata kwenye mitandao ya kijamii, YouTube channel Ango Jimmy, na mitandao mingine yote ya kijamii utakuwa unaipata, na namba yake ya simu amesema yuko tayari kuiacha hapa. Kwa hivyo unaweza wasomea watazamaji wetu namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 07 17 06 78 04. Rejelea tena. 07 17 06 78 04. Na mtu anza kupigia wakati wote ule kwa msaada wa kumsaidia kukuza kipaji. Yes. Na vile vile kama ana msaada pia wa kuweza kutaka kukupiga jeki pia iko sawa. Na asante. Ango Jimmy, mimi nashukuru. Hata mimi nimeshukuru sana. Nashukuru kwa ujio wako. Yes. Nimekuambia kwamba feel free anytime you feel like coming back. Yes. Unakaribishwa. Asante. Mtazamaji, tunamaliza kitengo cha burudani ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2025 hadi Ijumaa ijayo. Akiridhia Mwenyezi Mungu utakuwepo tena kwenye masuala ya sanaa, usanii na uigizaji. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mgeni wetu ni msanii ambaye ni Ango Jimmy, alafu upande wa pili mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet.